Mheshimiwa Rose Vincent Busiga. Mheshimiwa Festo Richard Sanga ajiandae. Mheshimiwa Spika, ninakushukuru kwa kunipa nafasi na mimi ya kuchangia hoja ya Waziri wa Nishati na Naibu Waziri Mkuu ambaye anaomba bajeti ya trilioni 2.2 ili kuweza kutekeleza majukumu yake kwa mwaka ujao wa fedha, na ninaomba nitangulie kuunga hoja mkono, lakini pia nikiungana na maoni ya kamati yetu ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini. Mheshimiwa Spika, moja ya eneo ambalo serikali yetu imefanya vizuri sana katika hatua ya maendeleo ni katika kutoa huduma ya nishati, na hii imetokana na ukamilishwaji wa mradi mkubwa wa bwawa la Nyerere, lakini pia na ule mradi wa Rusumo, miradi ya hivi karibuni ambayo imekamilishwa katika awamu hii. Na kwa msingi huo ni kweli kwamba tumekuwa na nishati ambayo ni imara, na ni furaha kwa Watanzania kwamba tumeweza kufikia hatua hii ya maendeleo. Na kwa msingi huo ni wapongeze sana Naibu Waziri Mkuu pamoja na Waziri wa Nishati, naibu wake na watendaji wakuu wote wa taasisi za wizara hii ambao kwa utaalamu wao, ushirikiano wao wameweza kutufikisha hapa ambapo Watanzania tuna furaha kwa sababu ya hatua hii kubwa. Mheshimiwa Spika, yote haya yameweza kutufikisha kuwa na uwezo wa gigawati 4 za nishati katika nchi yetu. Nikisema gigawati 4 nina maana ya zile megawati 4,000 ambazo ndiyo capacity yetu kama taifa. Sasa Mheshimiwa Spika, ni kweli kwamba pia serikali imeendelea na ukarabati na uboreshaji wa gridi ya taifa kwa ujenzi wa njia za kusafirisha umeme katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu. Sasa katika hili Mheshimiwa Spika, tunaomba tuiombe wizara yetu na serikali yetu iendelee na jitihada hizi, na kwa kutumia REA basi nishati ya umeme iweze kuwafikia hata wale wa vitongoji ambavyo bado havijafikiwa na umeme. Wabunge wengi utakuta maswali yao wakati wa majibu na maswali ni kuhusu vitongoji ambavyo havijafikiwa na umeme, na kwa hiyo tunaomba hatua inayofuata sasa iweze ni kuhakikisha kwamba vitongoji vyote nchini vinafikiwa na huduma ya nishati ya umeme. Lakini Mheshimiwa Spika, katika hili, katika kuboresha njia za usafirishaji umeme, naomba niwakumbuke Watanzania walioko visiwani. Maana mimi natoka Ukerewe, na Ukerewe ina visiwa vingi sana, 38 kwa ujumla wake. Na kwa sababu ya njia za usafirishaji umeme kuwa chakavu, mara nyingi sana umeme unaofika visiwani hata mahali pale penye gridi ni umeme ambao umepungua nguvu, na kwa jinsi hiyo unakuwa hauwezi kutosheleza mahitaji ya wananchi. Lakini ukiacha kwamba umeme huu unafika ukiwa na uwezo mdogo sana, wale ambao hawako kwenye gridi na badala yake wanatumia zile gridi za sola, mahitaji yao ni makubwa kuliko uwezo wa zile gridi za sola. Na mara nyingi umeme huu unapatikana kwa masaa machache katika siku nzima. Na kwa hiyo inakuwa kama kuwepo kwa zile mini grid za sola katika visiwa hivi haziwasaidii sana wananchi, kwa sababu nyakati nyingine umeme unapatikana mchana peke yake, alafu usiku inabaki ni giza. Na hivyo inaonekana kabisa kwamba suluhisho yawezekana sio tu hizi mini grid, lakini wizara ione jinsi ya kuwafikishia grid ya taifa hata wale walio katika visiwa pale itakapokuwa inawezekana. Lakini pia utagundua bado eneo la uchimbaji mdogo linahitaji kufikishiwa umeme ili waweze kufanya shughuli zao
kwa gharama ambayo ni nafuu. Hili ni eneo ambalo pia serikali inaweza ikaliangalia ili uchumi wetu uweze kuwa jumuishi na watu wote waweze kufurahia maendeleo ambayo yamepatikana kutokana na kuongezeka kwa nishati nchini. Sasa Mheshimiwa Spika, nirejee katika vyanzo vyetu vya nishati ya umeme. Katika taarifa na hotuba ambayo Naibu Waziri Mkuu ameitoa, vyanzo vyetu vinaendelea kuwa maji yanatoa asilimia karibia 70, alafu na gesi asilia kama 25 hivi, lakini umeme wa jua ni 0.1 pekee. Sasa tutakapokuwa na viwanda vingi na shughuli nyingi za uchumi zimechachamaa hapa nchini, gigawati 4 haiwezi kuwa ni umeme tutakaojivunia sana. Na hii inatupelekea kwamba lazima tuone kwamba sekta hii ni sekta ambayo ni dynamic, itahitaji kuongeza vyanzo vingi sana vya umeme. Na kwa sababu umeme wetu mwingi asilimia 70 unatokana na maji, lazima kama serikali tuweze kuona kwamba kuna kihatarishi cha mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo katika mipango yetu kila wakati kama Wizara ya Nishati lazima tuliangalie kwamba umeme wetu mwingi unatokana na maji, na maji ni jambo ambalo linaweza likaathirika haraka sana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa jinsi hiyo, mradi wetu wa LNG ni mradi mkubwa. Tungeomba sana yale majadiliano baina ya serikali na kampuni za nje yaweze kukamilika kwa wakati. Na kwa sababu ni mradi mkubwa wa kimkakati, na kwa sababu pia utahusisha kusainiana mikataba, tujifunze kutoka uzoefu wa nyuma, maslahi ya taifa yazingatiwe sana katika mradi huu mkubwa wa LNG. Na ikiwezekana, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu akatuambia hata angalau kwa kionjo lini tutarajie kukamilika kwa mradi huu mkubwa wa LNG. Lakini pia Mheshimiwa Spika, mradi wa CNG ni mradi mzuri. Wale ambao tunatumia Uber kule mjini Dar es Salaam, mtu wa Uber anakuambia akiweka gesi yake pale ya 15,000 anasafiri mwendo mrefu kweli, miezi inakatika. Sasa tungeomba mradi huu wa CNG, Mheshimiwa Spika, uongeze vituo katika hii njia kuu ya Dar es Salaam hadi Dodoma na Mwanza, kuwe na vituo vya kutosha ili watu wengi waweze kuwa na hakika ya kwamba nikifunga gesi kwenye gari langu, basi nikifika kule Dodoma au Mwanza nina sababu ya kutoathirika nikarudi tena kwa chanzo kingine. Sasa Mheshimiwa Spika, way forward, wapi tuelekee? Wenzetu wa Kenya ambao tuko nao katika bonde la Ufa, uwezo wao wa kuzalisha joto ardhi ni megawati 890. Sisi potential yetu kama taifa ni megawati 650. Ningetamani kwamba tuendelee kuweka fedha nyingi huko ili tafiti zinazoendelea zikamilike, ili hiki nacho kiweze kuwa chanzo ambacho kitakuwa kina boost pale mabadiliko ya tabia nchi yanapokuja. Tunajua tunaweza tukaenda upande wa pili wa joto ardhi. Lakini pia Mheshimiwa Spika, dunia imeanza kupinga matumizi ya makaa ya mawe kama chanzo cha nishati. Ninaomba tusiache, wakati bado nafasi hii ipo, na yenyewe kiwe ni chanzo ambacho tunaweza tukakitumia. Lakini pia Mheshimiwa Spika, katika literature Singida na Makambako ni mahali ambapo upepo wake unaweza kuzalisha umeme. Ningetamani katika hotuba zijazo za Wizara ya Nishati tuwe tunakumbuka chanzo hiki, hata kama kwa sasa hatukitengei fedha. Lisiwe ni jambo ambalo litaondoka katika mipango yetu, kwa sababu spidi ya upepo tayari ipo, inajulikana. Ni swala la kuweka turbines na kupata namna nyingine ya kupata njia ya Basi Mheshimiwa Spika, naomba nimalizie kwa sababu naona umewasha kisemeo. Naomba nimalizie kwamba naunga mkono hoja, na wananchi wanachotamani ni kupata umeme wa kutosha, umeme unaopatikana kwa bei nafuu,
na nadhani malengo ya mwisho kabisa ya serikali yawe ni kuona kwamba umeme wetu upatikane kwa bei ambayo kila Mtanzania ataweza kumudu, na kwa jinsi hiyo uchumi wetu utakuwa unawagusa watu wote. Ninaomba kuunga mkono hoja na asante.